kwanza kwenye upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ule ni mwendelezo wa kile ambacho kimekuwa kikijitokeza week in week out, na tunakifahamu 2017 kama nakosea 18 kwenda 19 yalijitokeza mengi sana kipindi hicho cha mzee Kilomoni akidai kwamba kufuatwa utaratibu sahihi wa kuingia kwenye transformation ya kuifanya klabu ya Simba kwenda kwenye mtiririko wa uendeshaji wa kisasa, yani ile structure yao, muundo wao wa uendeshaji wa klabu. Yale ni muendelezo, na ndio maana kumekuwa na matamko mengi, na mara nyingi kwenye hizi klabu zetu kubwa ukiona vitu hivi vikijitokeza, basi ujue kwa wakati huo klabu inakuwa iko kwenye wakati mgumu sana kwenye ishu ya matokeo. Kukisha kuwa hakuna hali nzuri ya kimafanikio kwa klabu, na mafanikio ya klabu mara nyingi ni matokeo, kupata matokeo yaliyochanya, kushinda, kusogea hatua zinazofuata kwenye klabu bingwa barani Afrika, lakini kufanya vizuri kwenye michuano ya ndani. Ile ndio inaleta tafaruku namna hiyo unazoziona, na shabiki yeye kazi yake ni kuhakikisha klabu yake ikimfurahisha. Anaamini ile ndio sehemu sahihi ya yeye kumpa raha, kumpa burudani. Anaamini klabu yake kwa pale ilipokuwa imefikia top 5 klabu bora barani Afrika, lakini robo finali kwao kimekuwa sio kitu cha kujadili. Ndiyo. Na ikawa haitoshi, mwaka jana wakiwa na mabadiliko makubwa kabisa katika mfumo wa klabu yao kwenye eneo la benchi la ufundi, kumleta Fadlu Davids ambaye kwa msimu mmoja tu alikuta kuna wachezaji wapya 16. Wachezaji wapya 16. Katika wachezaji hao wapya 16 na kukumbusha tu ambao waliingia kwenye kikosi moja kwa moja. Ndio. Pinpin Kamara, goalkeeper. Abdurazak Hamza, Mtanzania ambaye alikuwa kihudumu Afrika Kusini, baadaye akaungana na Simba na kuingia kikosi cha kwanza moja kwa moja. Yusuf Kagoma, Jean Charles Ahoua, Elia Mpanzu Kibi Sawala, lakini Lionel Christian Ateba, na bila kumsahau Steven Dese Mukwala. Hawa ni wale wachezaji ambao walibahatika kuingia kwenye kikosi moja kwa moja. Nani ambao walikuwa wakipata nafasi za kuingia kama mabadiliko ya sub au pengine siku mchezo walikuwa wakitumiwa? Fabrice Fernandez Mavambo, Dibla. Yes. Lakini Agustin Okajefa, Nouma alikuwa akiingia kama namba 3. Kalabu au Chalabu naye alikuwa akipata nafasi mara kwa mara kwenye kikosi cha Simba. Wako wapi hawa? Benchi la ufundi halipo Fadlu Davids. Lakini kama haitoshi, tayari Kamara majeraha, ambaye aliibuka kama golikipa bora msimu uliopita. Abdurazak Hamza majeraha. Shemalon Fondo ambaye alikuwa na msimu mmoja nyuma kabla ya Fadlu ameondoka. Kagoma sio kwenye fomu ile ambayo alikuwa nayo msimu jana. Fabrice Luamba Ngoma ambaye alikuwa na msimu mmoja nyuma kabla ya Fadlu Davids naye hayupo. Lakini kama haitoshi, Jean Charles Ahoua hayupo. Elia Mpanzu Kibi Sawala amedrop uwezo wake. Ateba hayupo. Steven Dese Mukwala hayupo. Nouma hayupo. Okajefa hayupo. Nahodha wa timu ambaye ni mkongwe pale kwenye klabu, ukimwondoa Shomari Kapombe, na mzungumzia Mohamed Hussein Zimbo Junior Shabalala, hayupo. Sasa 90% ya wachezaji ambao walikuwepo msimu jana ambao walikuwa na mafanikio kwa upande wangu mimi kwa miaka Simba ya miaka 5. Kwa nini nasema hivyo? Ilikuwa ni Simba ambayo haiwezi kukompiti na Yanga mpaka mwisho ligi inaisha. Yanga alikuwa akichukua ubingwa mechi 5, 3, 2, 4 kabla ya ligi kutamatika. Lakini msimu jana wameenda toe to toe mpaka mwisho wa ligi hivi namna hii. Lakini kama haitoshi, imetoka kuitwa Simba mwaka robo mpaka kuja Simba imeingia finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa nadhani unaona hiyo improvement ambayo ndani ya msimu mmoja chini ya Fadlu Davids ilikuwa walau wana Simba wameanza kuona mwangaza wapi wanafanyaje wanaelekea. Haikuishia hapo.
toka Aishi Salum Manula miaka ya nyuma hapo 6-7 nyuma kuchukua tuzo ya goalkeeper bora ikaenda kwa Pinpin Kamara mwaka jana. Toka hapo nenda kwa Saidon Tibazonki za 2023 alifungana na Fiston Kalala Mayele kama top scorer. Ndo mwaka jana Jan Chazi hao naye amefanyaje? Amefanya hivyo, ikiwa ni kwa msimu huo wa kwanza. Tena ni kiungo mshambuliaji ambaye hakupewa nafasi ya kukubalika sana na mashabiki wa klabu ya Simba. Hawakuwa na matarajio naye makubwa sana mashabiki wa klabu ya nini, ya wekundu wa Msimbazi Simba. So hayo yote ni vielelezo kwamba kungetokea maumivu makubwa sana kesho yake kama hauna matokeo mazuri positive kama ilivyokuwa msimu jana, kwa sababu kila kitu ambacho chenye mafanikio kwenye taasisi yoyote consistency, mwendelezo. Yani ukikisha kuwa na mwendelezo, hiyo ndo njia sahihi ya kuteka hisia na kuamini kwamba kesho yangu naiona ile pale, na ile ilikuwa ni promise kwamba walau sasa kuna pahala Simba wanaelekea. Hiyo ndio ileta sababu kubwa msimu huu, kila ambacho kinatokea negative kwao inakuwa ni maumivu makubwa kwelikweli, na shabiki hataki excuse. Shabiki hataki maelezo ambayo hayafanani na kile anachokiona kwenye uhalisia. Na tuna kauli zetu tunazitamka kwamba mpira wa miguu ni mchezo wa nini? Mchezo wa wazi. Haya, tukubaliane hapa. Pengine ni katika marekebisho ya kuhakikisha wanaitengeneza Simba kurejea katika njia tofauti. Haya, wapi ambapo kulisababisha, kwa sababu Ateba na Steven Dese Mukwala wote walivuka magoli 12. Yeah, of course. 10 plus goals. Sawa? Jan Chazi Ahoua top scorer, best contributor kwenye ligi yetu. Pinpin Kamara utasema majeraha sio tatizo. Abdurazak Hamza majeraha. Shemalon Fondo shida ni nini? Ukuta wa Yeriko. Vipi kuhusiana na Fabrice Luamba Ngoma? Okajefa alifeli? Hapana. Ni kwamba Kagoma aliperform kuliko yeye. Lakini alikuwa akicheza pia, anacheza vizuri pia akipata nafasi. Mavambo alifeli? Hapana. Ni Fabrice Luamba Ngoma aliboresha kiwango chake na kuonyesha klasi alionayo ambayo tunaifahamu ya miaka nenda miaka rudi, toka alivyotoka AS Vita, ameenda huko kwingine alipoenda Uarabuni, kote amepua na form nzuri, si ndio? Na mwaka juzi hakuwa na form ambayo ingetarajiwa, mwaka jana angekuwa kikosi cha kwanza. Lakini aliimprove kiwango chake na akaonyesha, ndio maana Mavambo hakutumika kama ambavyo ilikuwa imetarajiwa. Kwa nini ameondoka Hussein Zimbwe Shabalala, Mohamed Hussein? Yani beki bora namba 3 kwa miaka 8 mfululizo. Shida ni nini? Hakuna majibu. Kwa kinachosababisha hapa, ukituambia ameondoka Fadu ndio tatizo, kwangu mimi nasema big no, na mashabiki wa Simba wanasema big no, sio sababu. Kwa nini? Ndio. Simba iliandaliwa project ambayo alianza Patrick Osems Uchebe. Aliondoka pasipokuwa na sintofahamu, na akaja Steven, na waliendelea Simba kuwa na uwezo wao huo ambao tunaofahamu. 4 times consecutive champions kwenye michuano ya ndani, si ndio? Lakini kama haitoshi, Yanga basi wapinzani wao misimu miwili kama 2.5 aliondoka Nabi. Walitarajia Yanga Nabi angeondoka? La hasha, aliacha Yanga ya form sana. Alivyoondoka akaja Gamondi, Yanga walipunguza nyota wao? No way, aliondoka Fiston Kalala Mayele peke yake. Na Yanga iliendelea kuwa mabingwa. Sana sana huo msimu Simba alikula chuma 5 ya Gamondi, si ndio? Kwa kuondoka kwa kocha sio kweli, ni kuondoka kwa ile backbone ya Simba ambayo walishindwa kuibakiza. Kulipaswa kuwa na utulivu katika kuhakikisha nyota hawa wamedeliver kwa 65% mpaka 70% ya matarajio. Kwa tunafanyaje? Tuna maintain vipi kikosi chetu? Lazima uhakikishe ile backbone inafanyaje, inasalia kunako klabu ya nini, ya Simba. Hapo ndipo ambapo panapoleta sintofahamu na questions marks nyingi, ambazo watu wengi huwa wanaamini kwamba pengine kwenye uongozi wa Simba either watu hawatoshi au wanatosha sana, alafu kuna pahala wamefika kwenye baa ya mwisho, wanashindwa kustretch ubongo wao na kuleta mawazo mapya na akili mpya au maarifa mapya. Lakini kama haitoshi, pengine wengine huwa wanahisi labda kusajili wao kwao wameona kama fashion, kwa sababu ni njia yao sahihi ya wao kupiga fedha. Kwa kuna urasimu ndani yake. Inaleta maswali na mafikirio mengi sana kuamini kwamba pengine kuna urasimu ndani yake. Haya ndo mambo ambayo
huwa yanaleta sintofahamu, na kwangu mimi naamini ndio chacho kubwa kutokuwa na uongozi mahiri. Kwa majibu yangu yanaenda kwamba kutokuwa na uongozi mahiri na sahihi kuiongoza klabu ya Simba ambayo iliwahi kuwa na CEO kama Senzo ambaye aliambukiza viashiria vizuri vya kuongoza system alivyokuja Barbara Gonzalez. Kulikuwa na changamoto Simba? No way. Baada ya hapo ukikosa uongozi mahiri na hodari, taasisi yoyote au kikundi chochote lazima kitatetereka. Ndicho ambacho kinaendelea Simba, na hamna mada nyingine yoyote. Kwangu mimi nyota wote wanaokuja Simba sio wabaya. Nani anawaongoza na wanapangwa vipi kwenda kupambana na nani dhidi ya nani, na ili iweje kutafuta nini? Yani pengine na sioni vision, sijui mission yao ni ipi kufikia vision ambayo haionekani. Kwa kwangu mimi uongozi mbovu ndio sababu kubwa ya Simba kuwepo hapa ilipo. Yani wala sipindishi maneno. Uongozi mbovu. Sawa. Yes. Sasa tukienda kwenye hoja ambayo mashabiki waliweza kuitoa, ambao walizua taharuki sana, wale ambao walisema kwamba mwekezaji ndio tatizo kwenye klabu yetu, na wakaweza kusema kwamba mwenyekiti wetu hana shida sasa hivi kwa sababu yeye hana mamlaka ya moja kwa moja kulingana na system ambayo Simba sasa hivi wameenda nayo, kwa maana ya mwekezaji kuwa na 49%, lakini kwenye bodi mwenyekiti wa bodi anatoka upande wa mwekezaji. Kwa hiyo mashabiki wale waliotoka walianza kupeka lawama zao moja kwa moja. Twende tukaangalia system ya Simba. Uongozi ni mbovu. Unaanzia kwenye structure ipi sasa? Upande wa mwekezaji ambaye yeye ndo anachagua mwenyekiti wa bodi, au upande wa klabu, upande wa wanachama ambao wao mwenyekiti wao ndo makamu mwenyekiti baada ya kurekebisha vifungu kadhaa, kwa sababu mwanzo alikuwa hana power yoyote kwenye ile bodi. Kuna siku nilimsikiliza mtu alikuwa shabiki wa Simba. Ndio. Aliongea kitu kwa misamiati, lakini ndivyo ambavyo tulivyofundishwa shule za mwanzo huko, jinsi ya kujielezea unapofumba fumbo katika kutatua jambo. Mwekezaji alikuta kuna mnofu. Kuna mnofu. Yes. Lakini upo tu unazagaa kwenye vumbi, sizi na tope hivi. Mwekezaji alivyoiona ule mnofu aliuthaminisha. Yani manake aliuongezea nini? Thamani. Akausafisha, akauwekea sosi hivi. Mnofu kawa mtamu sana. Baada ya muda mchache alitakiwa either aongeze labda na chapati, pilipili kwa mbali cha chandu, viji sosi vi green, ile mchicha uliobabuliwa kwa mbali, leta na juice, watu waweze kula vizuri ile minofu. Lakini mwekezaji yeye aliendelea tu kula ule mnofu. Kumbuka aliukuta, ila haukuwa umeboresheka, kwa kautafuna mpaka mnofu umeisha. Sasa anaupata wapi mnofu mwingine? Hata mfupa hana. Ndicho ambacho kinachoendelea. Kurejea kwenye hoja yako, structure ya club iliundwa na mwekezaji, ikiwa Simba wakiwa wana shida na mwekezaji, kwa alitumia hiyo kama weakness. That's a problem ulimwenguni kote, sio tu Simba. Hata mimi hapa saa hii nikiwa na uhitaji wa kitu, it's easy kwa mtu yoyote kunichukua chochote akili, kwa vitu ambavyo pengine naona kabisa hiki kitaleta madhara baadaye, kwa sababu tu na shida, unahitaji sana ile hela ambayo liko mbele yangu. Kwa muda ule klabu ilikuwa na taasisi, ilikuwa inahitaji fedha, inahitaji mtu ambaye mwenye fedha, ambaye wamewaambia kuna mnofu ule pale, lakini mmeshindwa kuuthaminisha. Kwa akaitumia hiyo kama weakness kwa upande wa klabu ambao ilikuwa na uendeshaji wake ambao awali walikuwa wanautumia, na kwa sababu akausafisha ule mnofu, akauweka vizuri kwenye friji, akaurejesha kwenye kuuoka kwenye oven, na mnofu ukawa unanukia sebuleni namna hii na watu wana njaa. Na kwa sababu alivyokuta ule mnofu akauwekea sauce,
watu wakakubali tu, okay fine, iandaliwe hiyo kamati ya muda, iandae hiyo structure, jinsi ambavyo tutafanya transformation, jinsi ya kuendesha klabu yetu. Kwa hiyo ilikuwa ni kama weakness aliitumia, kwa sababu watu walikuwa wanahitaji fedha kwa muda ule. Ikaandaliwa structure ambayo inaonekana kabisa itakuwa na mafaida zaidi kwa upande wa mwekezaji kwa 96%. It's only just 4% ambao ndo ingebaki, walau wana Simba waone ile faida yake, ambayo ni matokeo tu uwanjani kwamba tumeshinda. Then what? Tumefika robo finali kwa Mkapa, toki mtu. Wakati huo umeitoa kiingilio chako, umenunua zile kits, unasafiri kuifuata club, unasahau thamani ya huyo mwekezaji anayefaidi 94%. Huyo mwekezaji yeye kaufuata mnofu, hajaja pale kuteseka na kingine, kafuata nini? Amefuata mnofu. Sasa shida ilipoanza ni pale ambapo ule mnofu haukuboreshwa na kutafutwa njia nyingine ya kuufanya ule mnofu uweze kuendelea kuliwa kwa muda mrefu. Wapi ambapo structure imepinda, yani muundo wa uendeshwaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Mwenyekiti kwa upande wa wanachama, kwa maana ya Murtaza Mangungu, amejitokeza na kusema yeye kama yeye ana pahala pachache sana ambapo anaona au anashiriki katika klabu. Pengine alienda mbali, hata anapohitaji pengine kuwaona wachezaji inabidi hiyo imeandaliwa cabinet hivi ambayo inahusiana na bodi na nini, ndo aweze kuwakaribia wachezaji. Kwa maana unaiweka fungu kwamba amekuwa isolated, wamemwisolate kusogelea mipango, maarifa, jitihada, na wameenda mbali, hausiki. Niambie kwa nini hausiki? Kwa muda kama miaka 2-3 nadhani ndio kulifanyika marekebisho ya katiba na kumfanya yeye aweze kuwa automatically kama makamu mwenyekiti wa bodi. Kwenye bodi anaendaga kufanya nini Mangungu? Very simple question. Hatuna majibu, kwa sababu amesema yeye hahusiki kwa chochote. Sasa I'm just asking myself, ndo maana Mkwabi alijiondoa kwa sababu aliona hatakuwa na jukumu lolote baada ya kushinda ule uchaguzi. Kwa sababu baada ya mabadiliko yale ya uchaguzi, nakumbuka aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza baada ya mabadiliko ya uendeshwaji alikuwa ni Mkwabi, si ndio Salamba? Alikuwa ni Mkwabi. Yeye ndo akaja yakamshinda, akaamua. Na mimi nilipata bahati ya kuzungumza naye. Alikiri, sina cha kukujibu, sintalijibu. Yani lini wewe umewahi kumsikia Mkwabi ameongelea azungumza afu muda mrefu katoka madarakani? Nani amewahi toka madarakani Simba na Yanga tangu dunia kuumbwa? Wapi uliwahi kusikia kuna mtu katoka Simba na Yanga? Yani yule ndo wa kwanza tangu dunia kuumbwa kutoka kwenye madaraka ya Simba na Yanga bila sababu yoyote ambayo sisi tunaifahamu. Kwa leo Mangungu baada ya kujieleza wazi ndo tunapata majibu sahihi kwamba kumbe alitoka kwa sababu aligundua kwamba hana jukumu lolote kama mwenyekiti wa upande wa wanachama. Hem, niambie, mwenyekiti wa upande wa wanachama kazi yake ni ipi? Wanachama wenyewe kuna kipindi waliwekewa limit kwamba mwisho hawa hapa hairuhusi kuongezeka. Klabu ya Simba unazuia wasiongezeke. Okay, huyo stakeholder aliyekuja amechukua 49% kama mwekezaji baada ya marekebisho ya FCC. Nakumbuka ndo alisema inabidi hii serikali, walisema, nakumbuka Mwakiembe alisema iishie 51 ibaki kwa wanachama, 49 ende kwa mwekezaji. Lakini FCC wakatoa ufafanuzi kwamba njia iliyotumika kumpata mwekezaji haikuwa sahihi, kwa sababu itakiwa itangazwe tenda, ipiganiwe na makampuni 3 yasipungue. Ilikuwa very simple. Unaweza kudanganya ukweli, yani kudanganya ukweli ni kwenye mafanikio. Ni hivi, pale kwenye hiyo mo kuna mo juisi, sijui mo ukwaju, mo pilipili, corona, sijui nini, weka hapo utajua wewe kama ni nazi. Zipiganishe zile kampuni,
Hii naongea, natoa somo Salamba. Zipiganishe zile kampuni zako, alafu zigee mafungu katika 49, moja ichukue 20, ingine ichukue labda 18 na ingine ichukue iliyosalia. Simple. Nakupa mfano mdogo. Mwaka juzi 23-24 ilitokea tatizo Yanga walikuwa wanatumia jezi fulani hivi kama zina weusi, ambapo SportPesa aliondolewa Salamba. Yeah, of course. Akacomplain sana. Mwaka jana tukasikia anajitoa lelelele. Lakini sheria zilikuwa zinasema, kanuni za CAF, hakuna timu yoyote inayoshiriki michuano ya CAF ambayo ina afisa ubashiri hapa, kampuni ya ubashiri itakaokaa kifuani, kwa sababu sponsor wa CAF ana ubashiri. Kwa kulikuwa ni taarifa ilikuwa haikwenda kwa wakati kwa kampuni ile ya SportPesa. Walichokifanya Yanga, hayao ni wakwao, lakini ikatangazwa tenda na waliweka 1.2 billion. Waliweka 1.2 billion. Kwa unaona unadanganya ukweli, unaona kudanganya ukweli. Kwa katika maingizo ya fedha, Yanga ilinufaika na mwekezaji kwenye michuano ya kimataifa kwa msimu huo mmoja 1.2 billion. Yani hiyo inaitwa kudanganya ukweli. Ni hao haya, sijui walete Anta, walete nani, hao lakini anaingiza kitu, yani wanatudanganya ukweli. Na inaruhusiwa duniani kote. Klabu ambayo ukiondoa Real Madrid duniani yenye ubao kama huo unaoona wa Salamba uliotetemeka matangazo ni Manchester United. Still now sharp. Wrong time ago kama unakumbuka. Sharp mpaka kesho wapo Manchester United. Kwa wanadanganya ukweli. Kwa kinachoshindikana huku, uongo umefikia mwisho. Iko kwenye baa ya mwisho. Kwa wachague, ni uongo umeishia mwisho au maarifa hawana. Kwa sababu anayedanganya lazima atumie maarifa. Na ndio maana leo hii mnamlaumu shabiki ambaye mnamkana sio mwanachama wenu, anatoka anatumia logo ya kampuni, anaenda anatoa fedhea kwa maneno ya uongozi, wakati mwenyekiti wa bodi ametoka kwenye chombo cha habari. Ukishaongelea kwenye chombo cha habari, hiyo ni taarifa rasmi. Ukitumia ukurasa wako wa mitandao ya kijamii tunaweza kusema mambo yako binafsi. Lakini ukizungumza kwenye chombo cha habari kama mwenyekiti wa bodi, hiyo ni taarifa rasmi. Yani wewe ni source na tunaweza kudevelop hiyo story. Unasema hivi, kuna baadhi ya viongozi tuna tatizo la afya ya akili. Sasa shabiki atakuwa mzima, nisaidieni. Nafikiri wachongea sio mara ya kwanza. Yani imekuwa ni utamaduni kwa upande wa klabu ya Simba, viongozi wao kuwatoa yani akili wa shabiki wao. Kumbuka enzi ya Rage alishaye kuzungumza kauli. Kuna kipindi Mangaleka Kaduguda alishaongea kauli kama hiyo. Kuna kipindi amekuja tena wewe anaongea magoli. Kwa maana yake kuna namna ambavyo mashabiki wa Simba wanavyochezeshwa. Yes. Kuna namna ambavyo wachezeshwa. Ndio nikwambie, alikuwa anaongea kesa mambo vitu vingi sana. Wewe ukitaka tu fikirie tu simple. Kipindi kile unaambiwa imetoka hundi ya bilioni 20. Unakwenda unahoji zimeingizwa kwenye akaunti gani? Wanataka mashabiki kama sisi hatuna haja bilioni 20. Tuna haja nini? Ushindi. Pause. Unaona ile 4% nilokuambia? Yani wao furaha yao kwa Mkapa hatoki mtu. Hizi issue zenu za 96% huko matukio na nini mmefanyaje? Shauri yenu. Shabiki zinatoka taarifa, baadhi ya klabu kutoka CAF zinakuja hapa nyumbani na vyombo vya habari vya nje vinaichafua image ya nchi kimichezo, vinaonekana kwenye vyumba, pengine kuna puliziwa dawa. Shabiki kwa sababu umepata matokeo, you don't care about it. Yani huo ni sio umbumbumbu. Yani huo ni uhayawan. Unajua mtu hayawan, yani yule mtu ambaye hata umfundisheje hawezi kuelewa. Sio Salamba kama naeleweka, natumia lugha nzuri. Nakuelewa sana na ndio maana ukiangalia jana tokea zimeanza hizi scenario. Kumbuka siku ya kwanza mashabiki ambao wametoka wameenda press. Wakafanya press conference. Wakasema hawamtambui mwekezaji. After time tena wanatoka wengine wanasema hawatambui wale. Jana wale ambao walisema hawamtambui mwekezaji tena wanakuja wanaomba radhi. Maana yake kuna kitu kinaendelea. Hawa watu wanaoyazungumza ni kama wanakuwa wanalishwa kwa maslahi yao na hawapo kwa ajili ya kuiangalia klabu. Mimi nitegemea kuweza kuona mtu ambaye anajua anachokizungumza
haitakiwa asimame pale pale. Lakini pia kingine cha kujiuliza, kuna kipindi hapo nyuma kidogo walitoka watu wana kesi wakaenda kumtuma Mangungu kwa kutumia nembo ya klabu. Hatukuona tamko likitoka kwa uongozi wa klabu ya Simba kulaani kutumia image. Lakini juzi baada ya kumgusa mwekezaji limetoka bango pa. Irudie vizuri Salamba, tuwekane vizuri. Juzi kuna kipindi ilitoka taarifa watu walitoka kaenda wakafanya press na logo ya taasisi ipo nyuma. Hapo alipigwa nani? Mangungu. Hakuna ambacho kiliendelea. Kilitoka. Wala taarifa ya klabu haikutoka. Wala kuna watu wakiomba radhi. Lakini juzi ameguswa mwekezaji, tayari taarifa imetoka na nafikiri kuna baadhi vitu vinaweza kuendelea kwa sababu wale naamini sio kwamba wametoka tu wenyewe kuomba radhi. Maana kuna kitu kimeendelea kusukuma pale ndani. Kwa hiyo utagundua kwamba kuna maslahi. Kuna michezo mingi. Fedha ya juzi ndogo, ya jana kubwa, wameomba radhi. Kwa hiyo tuna shida. Sasa hapo niambie wewe, hapa tunamsaidiaje huyu mwanachama wa hiyo klabu yake? Kwa sababu sisi kazi yetu ni kudadavua huku upande ambao unaonekana unakosea uongozi, huku shabiki ambaye anasema yeye aridhishwi na kinachoendelea, alafu baadaye hawa wanaonekana wako pamoja. Hasa hawa tuwaiteje? Tunarujia, ndio maana akakwambia ni muendelezo. Nakumbuka mwanzo nilivyoambia, huu ni muendelezo ya kile ambacho kimekuwa kitokea week in week out. Kaongea Kaduguda amewahi kuwadai mpaka chapati. Unakumbuka kipindi kile? Chapati aliwadai. Hivi kweli brand nembo kama ya Simba imewahi daiwa chapati? Nisaidie wewe. Yani mtu amefika, inatoka sasa kwenye ishu ya kitaasisi, yani wanaita professional, inatoka mtu anaenda sasa personal. Tulimsikiliza Mtokiwelu, ni Jamhuri. Alisema ishu Mangungu sijui nini, yani yote haya ni kudanganyana tu. Hawa ambao wako kwenye mamlaka ndio wanaoendelea kuididimiza Simba. Na kuna tetesi zinaendelea. Hii ni tetesi, sio rasmi. Kwamba Jaribu Tena ndio aliwatumia wale vijana. Try again. Na kumbe lile dongo la kwamba kuna baadhi ya watu wana uchu wa madaraka, lile dongo lilopigwaga na Magori, kumbe iko try again. Alivyoondolewa wenyekiti wa bodi, ndo ikaonekana mwenye hizo chokochoko. Sasa jambo la msingi ni kwamba tujiulize upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Ishu ya katiba imekaaje ya klabu ya Simba? Mwekezaji ambao yuko saizi anakidhi vigezo ya kuwa mwekezaji kwa mujibu wa FCC na BMT kwa matakwa ambayo yanatakiwa? Na kama anakidhi vigezo, kwa nini mchakato umaliziki? Na kama hakidhi vigezo, kwa nini hatuone badiliko ya katiba kifanyika kwenye klabu ya Simba? Ni ambacho kinakuwa kinaendelea ndani yake. Unaona? Ni ambacho kinakuwa ndani yake, kwa sababu utagundua kwamba kuna mambo ya msingi ambayo yamekuwa yakiendelea, watu hawataki kuyagusa. Mambo ya msingi ambayo yamekuwa yakiendelea, watu wamekuwa hawataki kuyagusa, hayaguswi. Wanagusa vitu ambavyo vinakuwa havina impact kwenye klabu. Yaani issue tujue kwamba Mo yuko pale kwa mujibu wa utaratibu, na kama ndio yuko pale kwa mujibu wa utaratibu, amekidhi vigezo na mchakato wote wa kiserikali, kwa maana kwamba amekaa pale ili kitu kimekaa sawa. Na kama yuko sawa kwa muda waliokaa, saizi wapo kwa stage gani? Mbona mchakato umaliziki? Kwa sababu Simba alianza utaratibu wa transformation kabla ya Yanga. Yanga wamejifunza kwa Simba. Lakini mpaka leo hii inakaa kama Yanga ndio iko mbele kuliko Simba, na ni kama tayari ndio ukiangalia katika mechi ya haraka ni kama tayari Mo ameshapewa timu, tayari anaitwa mwekezaji. Sasa utamuhitaji mwekezaji ikiwa taratibu hazijakamilika? Usuna, unanielewa? Yaani utamuhitaji mwekezaji ikiwa taratibu hazijakamilika. Yaani mauziano ya kiwanja hajakamilika, wote umeanza kujenga, ushapaua na umeshapangisha. Wewe ulisikia wapi? Kwa nafikiri hapa wasitake kuzunguka. Nimezungumza jana ni kwamba mashabiki na wanachama wa Simba wao hawatakiwi kumsuu mtu yoyote. Hawatakiwi kutafuta ugomvi na mwekezaji, kwa sababu ukitafuta naye ugomvi atakubana, niliingiaje hapa. Ukienda kwa Mangungu atakwambia nimechaguliwa na wanachama ambao ndio nyinyi. Jambo la msingi ambalo linaweza likawasaidia wanachama na wapenzi wa klabu ya Simba ni kuhakikisha kwamba yoyote anayekaa pale akae kwa mujibu wa sheria na katiba za klabu yao ambao wao watakuwa wamezipitisha, yaani kukizi vigezo. Sio watu wote watamkubali Mangungu, lakini kama utaratibu unamkubali huwezi kumuondoa. Sio watu wote watamkubali Mo, lakini kama utaratibu wake leo ingine halali huwezi kumuondoa.
Kwa wao wasimamie kwenye kuangalia taratibu, wasianze kwenda kudili na watu maungoni. Yaani usianze kwenda ukaa unaanza kumwataki unaanza azifa alikaa halijiweka mwenyewe. Hapana. Hakika tunakosa kuwa na watu ambao wana huo thubutu. Tunakosa kuwa na watu ambao wanaweza kwenda kuangalia katiba yao imekaaje. Muda ambao wanatumia kwenda kufanya hizi press conference ndio muda ambao wangetumia kwenda kusoma katiba yao ya klabu yao na kuweza kuangalia kwamba katiba yetu inasema kitu gani, na kama ina mapungufu ndio ulikuwa wakati wa kwenda kudina katiba. Lakini hiki wanachokifanya manake wanazunguka. Na ndio ukiangalia viongozi ni hawa, anaingia Turageni anatoka, anaingia Swinane anatoka, anaingia Magoli leo alikuwa pande huu anarudi huu. Kwa kuna cycle ile ambao baadaye wakija kama mezani kukubaliana wanaungana, wanatoka mbele, tunaendelea. Lakini wanaendelea wao, klabu inakuwa haiendelei. Klabu sio tu kupata mataji. Sio mataji tu. Klabu hiyo ni taasisi ambayo lazima iwe na kuwa pia hata kiuchumi na maendeleo mengine, kwa sababu wanachama wa Simba sio tu lengo lao ni kuona mafanikio ya kiwanjani. Bado kuna ajira, bado kuna uwekezaji na vitu vingine vingi ambavyo vinaweza kufikiwa. Hasa ukiwa na mind ya kwamba sisi kazi yetu ni kutaka furaha tu, ndio haya sasa tunaenda kuona leo hii. Kama mnataka furaha kuna mnaanza kumbuka kulikotokea. Na siku zote ukikubali hii itakuwa kidogo unaweza kusema natusi, lakini hapana. Sio kwamba watu wa akili hawana. Ni kwamba wachache ndio wamepewa nafasi ya kukubali kuzitumia. I'm sure kwa 100% hakuna kitu kipya kinachoendelea saa hii ndani ya Simba. Umemsikia Salamba alivyokuambia? Namsikia vizuri. Kama wewe leo hii hujui katiba yako inakwambia nini, ila unalazimishwa kwa sababu tu kuna kosa ulilifanya la kutumia logo pasina taasisi hiyo kukuruhusu au kuwa ni mkutano rasmi wa klabu uwe kutoa malalamiko yako, kwa sababu njia za kutoa malalamiko dhidi ya uongozi au kitu chochote kwenye katiba inajieleza. Kwa wao wametumia mapungufu yao kuto kujua katiba na tayari kuna kosa wametumia logo, ila ulikuwa unazungumza nini? Wakati unatumia logo ya klabu, ulikuwa unazungumza, lazima kutakuwa na kipengele. Hairuhusiwi kutumia logo ya klabu pasina ruksa rasmi. Yes. Lakini lazima kutakuwa na kipengele, ila yani kwenye sheria lazima kuwe na vipengele. Kanuni yoyote ile. Yani sisi ambao sasa tunaotumia akili zetu, hatusemi wewe umeamua kuto kuzitumia, shauri lako, ila sisi tunakusaidia kuzitumia. Lazima kutakuwa na kipengele, ila ikitokea dharura, uone vitu kwenda ipasavyo, kwa sababu wewe ni mwanachama hai, unaweza kutoa maelezo, nilitumia kwa sababu ili ionekane kwamba mimi ni mwanachama hai wa klabu ya Simba, kwa sababu kuna kipengele kwenye kanuni kinachoelezea mwenyekiti wa bodi anaweza kutoka na kusema kuna baadhi ya viongozi wana tatizo la afya ya akili. Hivyo unajua tafsiri yake hiyo? Hivi tukitaka leo atuambie ni nani huyo ambaye ana tatizo la afya ya akili kwenye uongozi wa Simba, alafu bado mko naye kwenye mamlaka? Hivi kanuni inasemaje hapo? Twende tukachambue kanuni, fidia yake ikoje? Sasa hapa tuwaweke wawili, kwa sababu kwenye bodi ya wakurugenzi wa Simba mwenyekiti CA Magori, makamu wake ni nani? Mangungu. Kwa hiyo katika bodi wajumbe wote wanajulikana, kina Asha Baraka, Iron Lady, mheshimiwa mbunge, si ndio? Kwa watatutajia pale ni yupi, CPA Masud Mangu, make orodha siipo, au aliyetolewa Mangungu, amini nani, try again au Mangungu. Kwa sababu Mangungu leo ukiuliza hivi kwenye uongozi wake, Mangungu kwenye orodha yake yuko yeye na nani? Yuko peke yake? Yuko peke yake. Umeona ile structure ile? Eti 51% na mtu mmoja na wajumbe wake. Hata juzi nilikuwa nasikiliza akiwa anahojiwa na media moja, yani ule utaratibu wa yeye kama mwenyekiti kuweza kuwa na interaction na timu uko mbali sana. Yes. Yani mtu mwenye 51% yuko nyuma ya mtu mwenye 49%. Wewe ushakuona gapi? Unaelewa? Yani wewe ndio unamiliki hisa, wewe ndio mwenye klabu. Kwa sababu ndio una kundi kubwa. Unapozungumza leo Simba ni wanachama tu, ni mashabiki. Ndio maana Mo ajaenda Mtibwa au ajaenda Lipuli. Pale amepata sio nembo tu, kapata idadi ya watu. Sasa huyu ambaye amechaguliwa na watu wake, leo hii
hana nguvu kwenye board member kama wewe ambaye umekuja kugonga hodi. Bodi ambayo imeundwa kutokana na klabu ambayo yeye ndio msemaji wa klabu, kwa sababu mimi naamini kwamba mwenyekiti wa klabu ndio msemaji wa kwanza wa klabu, mwenyekiti wa klabu ambaye ndio yeye. Lakini pia huo mchakato haujakamilika mpaka leo hii. Kwa kama haujakamilika, maana hata huyo mwenyekiti wa bodi, mjumbe wa bodi, sio nani, hana full mandate. Yes. Lakini yeye huyu bado ana klabu yake. Simba inaendelea, yani Simba inaweza kaendelea bila kuwa na Simba Moka mchakato kukamilika wala nini. Simba ipo. Nataka niulize hapo kidogo Chief. Simba imetransform na chombo kikubwa ambacho kinaongoza klabu ya Simba ni bodi sasa hivi. Yaani bodi ndio inabeba maamuzi yote ya klabu. Sio Simba imetransform, ipo katika mchakato wa kutransform, haijakamilika. Sasa mbona bodi sasa hivi inafanya maamuzi? Ndio nilikwambiaje? Nisio makini kama ulilo mara ya kwanza kwamba kuna sehemu ambako hao watu hawapagusi. Mchakato wa Simba haujakamilika. Na wa kuwa mwekezaji na kuwa na timu. Na Dominic 100% haujakamilika. Dominic. Na uhakika sijaisoma na uhakika kuna kipengele wakati tukiendelea katika hali ya kuendelea kufanya mabadiliko na uhakika kipengele kipo. Yaani uzuri ni kwamba akili yangu naitumia afu nasoma kila kitu salamba. Na uhakika kwamba kwa muda huo klabu inaweza ikaendeshwa kwa mfumo huu hapa kwa awali. Lakini mwenye mamlaka ya kwanza ni yule ambaye amemleta huyo stakeholder kutaka kuwekeza. Ni nani? Mwenyekiti, mwenye wanachama wake. Yaani Mo amekuja kuwekeza kwenye nembo ya Simba kwa sababu ina watu wako chini ya nani? Mungu. And why wewe ambaye bado hujakabidhiwa rasmi, hujarasimishwa, ndio unahodhi club. Na ndio maana nikakwambia mwanzo, ndio hiyo weakness ya ufukara bila kuijua thamani ya Simba. Ndio maana huyo mwekezaji anaitumia, anajua kabisa basi kabla hujakamilika mimi siweke hata 100. Sasa kwa sababu wewe una shida, una njaa, inabidi ukubali kuwa mtwana. Utaomba tu. Hapo inawezekana waliliona, ndio maana umemzungumzia Mkwabe amejiuzuru. Alihoji hilo, badala ya kupambana mtu anaondoka. Kwa muda ule yani mtu anapambana, anahoja, anapambana, badala ya kuendelea kupambana. Sasa nisikilize. Na unazungumza mtu anajiuzuru. Unapopambana hawa wanaokuzunguka ambao unapambania wao wako wapi? Yaani wewe unapambania kuhusu klabu. Hawa ambao unapambania wao nyuma yako hao. Si hao wewe umekuchagua ukawakilisha kule, hawezi kuingia kule moja kwa moja. Wana nguvu kwa sababu leo hii wanachama wa Simba wakisema tunaomba uongozi uitishe mkutano mkuu wa dharura. Uongozi hauna namna kuweza kupinga. Wao ndio wenye klabu. Yaani wale wanachama wa klabu ya Simba ndio wenye timu yao. Mpaka mnavyozungumza wana nguvu na wanaweza kujenga Salamba. Wabunge au spika wa bunge hana uwezo wa kumtoa ubunge mbunge. Waliomchagua wanaweza kutoa. Wanabatilisha maamuzi yao. Na wanahoja inasikilizwa, inachunguzwa na tume ya uchaguzi. Wanajua jinsi gani ya kufanya upya. Usinanielewa? Kwa mwenyekiti wa bodi, wa bodi, yeye atamsikiliza Mangungu ambaye ndo Mkwabi kwa wakati ule, ndio mwenyekiti wa wanachama. Anasema bwana, kwa sasa kwa sababu bado hatujafikia pale tulipotaka kufika na matarajio ni mema kufikia pale tulipokubaliana tutafika. Naomba kwa muda huu niendelee kuhodhi mamlaka haya. Akaambiwa sisi tutawasikiliza hawa wanachama wanasemaje. Yaani sikuna wajumbe kutokea bodi, kutoka kwa mwekezaji na kuna wajumbe kutoka wanachama. Yaani wale wajumbe wenzie wale wenyewe wale walimgeuka Mkwabi. Wewe unayajua hayo? Si unanielewa Salama? Yaani wale wajumbe ambao wanatoka kwa upande wa wanachama wale wenyewe wale walimgeuka Mkwabi. Yaani wewe wakakaa upande mwingine. Unawapambania wao wanakuwa upande mwingine. Yaani wewe unaonyesha njia kwa vipi? Unaona? Unawapambania. Kwa sababu kaangalia kwa mfano leo hii hapa, sawa? Anayeweza kujua weakness na strength za mwekezaji kwa ukaribu ni Mangungu. Of course. Kwa sababu yeye ndio yuko within. Sio, unaelewa? Yaani hawa wote si influencer wanachama, manake kujua nini kinachoendelea ambao wanatakiwa kupata habari zao kutoka Mangungu. Lakini leo hii unaanza kuona sasa, yani hawa mashabiki au wanachama wanamzungumzia nani huyo mwekezaji kwa upana na marefu kuliko hata mwenyekiti.
Si unanielewa nachozungumza? Yaani wao mtu pekee ambaye anaweza akawaambia akawashibisha kwamba klabu inaenda hivi, tumeingia mkataba huu, kuna hiki, ni Mangungu. Ndio mwakilishi wao leo hiyo akisema Mangungu njoo hapa, sawa, tunakuondoa, anamuondoa, lakini hawezi kumuondoa magoli, sababu sio mtu wa kwao, sawa. Sasa huyu ambaye nyinyi ndo mtu wenu, sawa, mnamzunguka mnakwenda upande wa pili, yani mna sifa nyingi za mwekezaji kuliko mle mtakao kuwakilisha. How comes? Leo Mangungu akiwauliza, mlishawahi kunipa hoja za mimi zenu za msingi ili tuweze kwenda sawa yale mnayoyataka nikayafikishe kwa bodi? Juzi nimwambiaje? Leo tunasema Mangungu pengine hafai kwenye uongozi. Nikamwambia kijana wangu, lini wanachama wa Simba kupitia mkutano halali walimtaski Mangungu kaza kufanya hapo Chief pamoja na Justin wakirejelea mkutano mkuu wanalalamika walitaka kutoa hoja zao, lakini mwenyekiti akakata kikao. Yani au mashabiki ambao mnazungumzia kwamba walifika kwenye mkutano mkuu uliopita wakataka kutoa hayo maoni yao kuhusu nini? Kuhusu mambo ya msingi mbalimbali ambayo issue ambayo alikuwa pale wanagombania, mwenyekiti akakata kikao. Issue ambayo ilikuwa ni ya mwisho, yani ile issue ya mwisho, kikao kilifanyika. Ndio. Ajenda ya mwisho ilikuwa ni ya kupitisha mabadiliko sawa ya katiba. Ajenda ya ngapi? Yani nimeshaongea vitu vyote. Ajenda ya mwisho zikasomwa yale mabadiliko. Badala ya pale kwa mujibu wa vyanzo kwamba tunakwenda kula then tutaendelea, lakini hakuna ambaye alinyoosha kwa pengine ana hoja yoyote. Lakini pia katika zile ajenda za mwanzo iko hivi, yani kabla ya mkutano mkuu ajenda hoga zinakuwa zinatumwa kwa wale wanaohusika. Kama tutakuwa mkutano mkuu, ajenda kuna 1, 2, 3, 4, 5 na kuna loophole ya wanachama kuweza kuongeza ajenda au kupunguza ajenda kupitia matawi yao. Unaelewa sijui? Iko kitu hakijafanyika. Wao wakienda pale Manzoki ndio anakuja mgeni rasmi sijui nani Ibenge ndio unamaliza, wanaondoka kama kwa chakula, mnakula pale pilau wali, mnasepa. Hizo ndo weakness. Kwa hiyo changamoto ipo kwa wanachama, mpaka saizi hawajui wanachokitafuta. Na ndio maana leo ni rahisi kuweza kukuta wanakwambia Mangungu hafai, kesho anaomba radhi, kesho kutwa Mo hafai, anaomba radhi. Ni watu ambao, na kuna wajanja wachache ambao wamegundua kwamba hizi timu kuna watu wanazitaka, kuna watu zinanufaisha. Kwa hiyo kazi yake tu ikiingia 100,000 ya kesi anakwenda anafanya price. Nikimuongezea 500,000 anasema hiyo jana sikuwa mimi. Ndio hao ambao kila siku wamekuta waketa taharuki nyingi sana. Unajua kwa nini tumepata hizo tetesi za kwamba Jaribu Tena yuko pembeni? Tupe. Ni kwamba kwa sababu anajua mbinu zote za upande wa mwekezaji against taasisi ya Simba, katika vitu ambacho na uhakika kwa 6%, katika kitu ambacho akiamua kuidhuru upande wa mwekezaji, iwapo akawa na mwekezaji mwenye mpunga anataka kuwekeza Simba, ataidhuru kwa 5%, kwa sababu anajua mbinu zote. Of course right now ukimuondoa Mo, Troy Again ndo amekuwa mwenyekiti wa bodi kwa muda mrefu kuliko mtu yoyote. Kweli sio kweli? Kwa kipindi kirefu alitengeneza mizizi mipana sana, anaijua klabu vilivyo, amepitia vipindi vyote vya shida na raha. Nina uhakika siku akaamua kuongea kama kweli huyo mwenye wanasema mwenye uchu wa madaraka, kama ndio yeye, kwa hizi tetesi zinazoendelea, kama ni yeye, basi anajua vitu vingi sana, na hawawezi upande wa mwekezaji kushindana naye kwa sababu alikuwepo humo. Sio kama unanielewa? Aisifiae mvua zimu likujualo alikuli likakwisha. Na ndo nakuchukuambia hapa kitu ambacho wanatakiwa kufanya saa hii. Wanachama wa Simba walio hai, wanachama wa Simba walio hai, yani wale watu ambao wapo wana kadi za wanachama, wanamelipia kadi za wanachama, wanatakiwa waombe mkutano wao wa dharura wao, wakae pamoja, wajadiliane kwa pamoja, changamoto zao ni zipi, nini cha kukifanya ili kuweza kutoka hapa kuinusuru nini klabu yao. Very simple. Yani wajikusanye wanachama walio hai,
watengeneze au waombe mkutano wa dharura kupitia taratibu zao za klabu kutokana na katiba yao. Na mkutano wa dharura inawezekana ni ruksa, ni haki ya mwanachama. Bwana, kwa vitu vinavyoendelea hapa hatukubaliani navyo, hatuoni kwamba klabu yetu inaenda kuinusurika, tunaona inapoendelea kuingia wapi? Shimoni. Kwa tunaomba mwenyekiti, barua inaenda, tunaomba mkutano au kikao cha dharura. Mnaenda mnajadili ajenda 3 tu. Tulipo sasa tunapamaliza vipi? Majibu haya yanaweza kutoka chini ya uongozi, chini ya mwenyekiti wao. Ndiyo. Chini ya mwenyekiti wao. Hiyo ajenda ya kwanza, tunatokaje hapa? Kwa sababu tayari kuna fuka moshi. Ajenda ya pili, haya yanayotokea leo yanatokana na nini? Maslahi binafsi? Ni kweli kuna vitu haviko sawa kati ya upande wa mwenyekezaji na upande wa wanachama. Ajenda ya 3 na ya mwisho na ya msingi, tunainusuru vipi klabu? Pause hapo. Huyo ni Justin Kesi, tuko naye hapa, mchambuzi makini sana ambaye ameweza kutupitisha matatizo ambayo yapo kwenye klabu ya Simba yanayoyatafuna kiufupi, lakini pia ameweza kufafanua mbinu ambazo Simba wazitumie kukwamuka huko kwenye huo mtego ambao wako mpaka sasa hivi. Wamenasa kwenye mtego, wanatokaje? Basi Justin Kesi ameweza kufafanua uzuri sana. Amesema cha kwanza, waitishe mkutano ambao utakuwa na ajenda za msingi ambazo zitaweza kuwatoa huko ambako walipo. Naitwa Nalinga Mfaume, nipo na Justin Kesi. Sasa bwana, tukizungumzia Simba hapa ina matatizo mengi sana. Kesi atazungumza hapa kuanzia sasa hizi mpaka kesho. Anazungumza Simba tu, atagusa mwekezaji, atagusa wanachama, atagusa klabu yenyewe kwa ujumla, mashabiki, mambo ni mengi sana. Sasa kuna jambo la kitaifa leo ambalo macho yote yako Moroko, lakini machache hapo kule nchini Angola, ambapo mnyama Simba anacheza na Petro Atletico kwenye hatua ya makundi, lakini pia Young Africans yuko Moroko dhidi ya AS FAR Rabat, ambao ni mchezo kama wa maamuzi hivi ambao tunaweza kujua hatima ya Young Africans ipoje katika kundi lake. Bwana Justin, yes. Young Africans amesafiri bwana. Yeah. Na ni mechi ambayo nimeona anafanya mazoezi kwenye baridi kali mno. Hivi nafasi yake ipoje kwanza kwenye kundi? So far yeye ni wa 3. Yes, wa 3. Lakini wakiweka zile utaratibu wa head to head, nadhani wamefungana alama na FAR Rabat. Wamefungana. Kwa head to head Yanga anapaswa kuwa wa 2. Wameangalia nini mpaka wamemweka pale? Tunaona kama goal difference imetumika sana. Yeah, na au kwa sababu kuna mchezo mmoja hawajacheza wenyewe. Yeah, na -1. Kwa uwezo kuihesabu head to head mpaka wamalize wao kucheza. Okay, sawa. Kwa ni wa 3, lakini ikiisha bila manake Yanga atakaa juu ya nani? Ya FAR Rabat. Akishinda itakuwa nzuri zaidi kwa sababu ataendelea kujiongezea alama, zitakuwa alama 8. Uwezo wa Dar es Salaam Yanga Afrika display bila unafiki, bila kungatangata maneno. Yeah. Amedhihirisha kuna pahala ameimprove sana kiwango chake. Kupishana na klabu bora barani Afrika ya karne, na maanisha Al Ahly ya Misri pale Cairo. Alicheza mchezo mzuri sana, alipoteza mabao 2 na alama 3, lakini alicheza mchezo mzuri sana wa kuonyesha jinsi gani timu imeimprove uwezo wake, performance ya kwenye pitch. Na ndio maana ilitoa ahadi kwa kila mchambuzi, mdau, mshabiki, mwanachama wa klabu ya Yanga pengine na wadau wa soka kote Afrika na ulimwenguni, kwamba pengine Yanga angeweza kupata matokeo pale Zanzibar. Kweli. Ilijidhihirisha hiyo kweli. Kufika Zanzibar, Yanga alipata goli first half. Aliongoza kipindi. Umeelewa vizuri. Na alikuwa na performance ya hali ya juu sana. Pengine hata goli 2-3 zingepatikana kama calmness zingekuwa kubwa mule ndani. Ndio. Haikuwa bahati, wakapoteza kwa sare ya 1-1 kwa sababu ukiwa nyumbani ukitoa sare, suluhu, ukifungwa ni kama umepoteza. Lakini against whom? Dhidi ya opponent yupi? Al Ahly. Kwa ile kwake Yanga ilikuwa ni nafuu. Na sina uoga wa kuyatamka haya maneno kupitia Salamba Radio na TV. Ndio. Na maanisha
FAR Rabati leo atamheshimu Yanga kwa kiwango cha hali ya juu sana. Leo hii. Yaani ushindi wa FAR Rabati ni sare ama suluhu, na atapaswa kumheshimu Yanga kwa kiwango cha hali ya juu sana ili apate huo ushindi wa sare ama suluhu. Akisema anapishana na Yanga, FAR Rabati anakufa chuma mbili pale pale kwake. Yanga kacheza mpira Cairo, klasi tu na standards ndo zilizoipatia Yanga na ni Al Ahly matokeo, nothing else. Class na standards. Kosa la Mudathiri haya basi ameingia off. Lakini angalia ile header, beki anamtazama kipa wake kainama, nyuma yako una Trezeguet. Wow. Kugu walete. Umeelewa vizuri pointi yangu. So klasi ya Trezeguet against Israel Mwenda. Mudathiri haya ambaye ametoka kwenye majeraha, kaingia sub, mchezaji ambaye amekuwa week in week out ni first 11 starter regular. Kwa akuwa ndani ya mchezo vilivyo. Umakini kidogo tukakosea. Tumeona ile assist iliyotolewa na yule Imam. Yes. Sio kama naeleweka. Kupata uzuri. So kwangu mimi naamini FAR Rabati inawezekana wana class, yes. Wamekuwa na matokeo mazuri miaka ya nyuma, lakini so far form ya Yanga, improvement ya Yanga ni ya hali ya juu sana. Mchezaji mmoja mmoja, muunganiko wa klabu kuanzia wanachama, mashabiki, uongozi, benchi la fundi, ndo haya tulikuwa tunaongea hapa. Inawezekana kuna mazonge mengi Yanga kuliko yanayoendelea Simba, lakini wameamua kufunika kombe mwanaharamu wapite kwanza, tuyaweke sawa nje, kwa sababu umaridadi uongeza sio kama nimeelewa, ukiwa nadhifu unaongeza kuonekana namna gani, si ndio? Usmart. So kwangu mimi naamini muunganiko wa Yanga nje ya uwanja na ndani ya uwanja, ubora wa mchezaji mmoja mmoja, ukubwa wa kocha Pedro kujua kusoma opponents, njaa ya kutaka mafanikio Afrika, wana kiongozi mahiri ambaye ni rais wa klabu ya Yanga, lakini vile ni mwenyekiti wa klabu zote barani Afrika, na bila kusahau ni mjumbe wa michuano ya klabu za wanaume FIFA. Na mzungumzia mhandisi Heris Ali Saidi. Si kama naeleweka vizuri. Wana kiongozi mahiri, wana benchi la ufundi zuri, wana timu ile yenye muunganiko, backbone ambayo ina almost mwaka wa 5 unaenda huu, ukimwondoa tu Aziz Ki na Aucho. Ukimwondoa Aziz Ki na Aucho, wana backbone ambayo ya muda mrefu sana. Kocha akituliza kichwa chake, akiweza kuchanga karata zake vizuri, na mimi siku zote nimekuwa napiga kelele na siachi kupiga kelele. Naamini either wote watatu au wawili kati yao wawepo kwenye kikosi cha kwanza, na si mwingine ni Mohamed Hussein Zimbwe Junior Shabalala, Mudathiri Yahya Abbas awepo kikosini. Nisikilize vizuri nimalize. Mohamed Hussein Zimbwe Junior Shabalala, sawa? Lakini si Mudathiri Yahya Abbas Zanzibar, Zanzibar kipenzi cha Wazanzibari, lakini vile Prince Mpumelelo Dube. Hao watatu wote au wawili kati yao wawepo kwenye first 11. FAR Rabati anaachia alama 3 na magoli 2 plus pale kwake Morocco. Yani mimi sio muumini wa form, mimi ni muumini wa class. Mudathiri kwa klabu zetu ana klasi, hana klasi? Ipo. Fomu ya siku moja Misri au dhidi ya Dodoma Jiji ukamweke nje Mudathiri, umuondoe namba 8 yako ya miaka 4 mfululizo, week in week out. Mudathiri haya ndo alotoa assist Zanzibar, FAR Rabati wanakufa 1-0. Kweli? Ile pinpoint inamkuta Prince Mpumelelo Dube anakokota kule kulia, anaenda kutumbukiza kamba. Kwa hiyo unataka kuniambia Mudathiri hajui? Anajua. Tunakosa heshima kwenye mpira. Sasa yani tunaukosea heshima mpira. Naamini
kocha Pedro na ukubwa wake ameyaona mapungufu yale, atakuwa ameshayarekebisha. Ukubwa alionao Mudathiri Yahya Abbas, sindio? Naamini yuko tayari kurekebisha makosa kwa faida ya kurejesha heshima yake alionayo Dar es Salaam Young Africa. Ana accuracy kilivyo ambavyo huwa inatakiwa awe. Sio wote wanakuwa hivyo. Accuracy acha awe nayo Aucho na Chama. Yeye kazi yake mapafu ya mbwa. Box to box. Yes, kuwa na box to box watatu. Umeelewa? Box to box watatu. Una Duke Abuya, una Damaro, una Mudathiri. Yanga walicheza dhidi ya Simba 2-0 ubingwa wa ligi. Wamecheza viungo watatu, Mudathiri, Duke na Aucho. Panga viungo watatu. Wanakaba wote, wanaachiana space, wanashambulia wote. Wote hawa. Hapa mmoja tu ndio wa drive, ambaye ni Mudathiri. So kazi yake, yeye wakati nyinyi mna drive, mnasogeza timu, yeye anaenda kuongeza idadi ya watu wengi pale ndani, ndo nasikia kudubui, simu inaita. Huyu mtu amefunga goli bora akiwa amekaa miezi 8 hajacheza mpira. Amefunga Mazembe hapa pinpoint kudubui. Chuma 3 anakufa Mazembe, mmesahau. Ya Nabi kaja Januari. Kwa mimi kwangu huwa na vitu vyangu vya tofauti. And I don't care. Mimi nilisema Mzize ni Benzema wa Tanzania. Kweli. Nikatukana na mashabiki wa Yanga wenyewe. 2021. Yes. Right now ndo mchezaji ambaye anachukua mshahara mkubwa kuliko mchezaji yoyote kwa Yanga. Hadi wale kina Pacome wa mwezi ameyazungumza hayo Hersi. Mimi nilimuita nani? Benzema wa Tanzania. Nikaitwa chizi, kichwa mviringo. Sasa hivi mimi ndo nilokuambia ni Budo anaondolewa ajui. Nilisema Balakonte ataondoka. Nilisema Dube ana klasi sio ya kawaida. Wakati huo anashambuliwa na kila mtu. Yuko wapi? Mbona mumshambuli tena? Kuna muda tuupende mpira wa miguu kabla ya hisia ya hizi timu. Ndio unapowazidi watu wengi, wakiwemo machambuzi. Yaani penda kwanza mpira wa miguu, football. Alafu njoo na hisia. Ndio utaenjoy. Lakini ukitanguliza hisia football ije nyuma. Sasa wewe hiyo klabu inacheza nini? Au sio hisia ni hawajui, tufanye hawajui. Klabu inacheza nini? Ni klabu ya nini? Ya mpira. Sasa wewe mpira upendo unapenda klabu. Utamu utotoa wapi? Sio kama naeleweka. Penda kula, alafu ndo uchague ule nini. Sasa mimi nataka ubwabwa na maini, kula upendi. Sasa chakula hicho kinabidi kiliwe. Naitwa Justin Case bwana. Bwana sawa. Kesi tukishana na Young Africans, tuende tukawagusie kwa uchache mnyama Simba ambaye yupo zake Angora anaenda kuchafua dhidi ya Petro Atletico. Watu wengi wanasema Simba ametoka, of course ni kweli, lakini kuna baadhi ya wachambuzi wanasema kupata nafasi ya 3 kunaweza kukamweka sawa kwenye rengi kuliko akimaliza nafasi ya 4. Ukweli upoje na aende kupambana kwa kiasi gani? Ni msimu ambao umekuwa mbaya kwa mnyama. Kuwa group loser si nzuri kwake. Ndio. Kuwa second runner walau inaweza ikamuonesha kwamba alipambana, lakini vitu havikuwezekana. Na mimi kwangu huwa si hukumu kwa matokeo ya leo. Na hukumu katika jambo lote lazima nilichambue. Hawakuwa na muunganiko mzuri klabu hii tangu mwanzo wa msimu. Yes kabisa, vitu vingi sana. Fadlu kawaacha njiani. Fadlu amerudi kwenye pre-season Cairo kutoka Misri. Amesema sina X factor. Maana yake kuna maombi aliyapeleka kwenye uongozi, pengine baadhi ya wachezaji aletewe. Akaletewa kina Maema sio nini Rusha, wote wachezaji wake wale kawaacha njiani. Mpango aliupanga yeye. Mchoro watu waliwaahidi mwaka jana umeuona mzuri, wakaona yes ni promising. Wakabaki naye, wakachora, ameandaa timu yeye pre-season. Steven akaja yule Nyamita tu yule kawazingua. Amekuja Steven Becker naye anatakiwa itengeneze timu kwa njia yake. Kwa kuna vitu
vingi hivi akipata sare akaja nyumbani akapata matokeo ya alama 3 itakuwa heshima kubwa sana kwa mnyama. Asikubali kupigika, asipigike. Akipigika na unaendelea kuheshimisha kauli yangu kwamba mmoja atabondwa sana na aendi na mwingine ataenda kwa tabu. Sio kama naeleweka. Niliyazungumza mwezi wa 8 baada ya makundi kupangwa. Mmoja atagongwa sana na aendi, mmoja ataenda kwa tabu sana. Anayeenda kwa tabu sana kashajionyesha ni Yanga. Lakini ambaye anagongwa na aendi, anayegongwa anaendelea ni Simba na tunaona. Mi huwa si bro, na upenda mpira kabla. Yaani hapo mimi ndo napowini duniani. Mimi naupenda mpira. Si unaonekana? Anagongwa nani? Simba. Anaenda kwa tabu kwa nasuasua nani? Yanga. Niliyasema. Hata wa Yanga wenyewe hawakufurahia kwa sababu usikutaja timu. Kweli. Ila nilisema mmoja atagongwa aendi. Na pengine kuna watu wa Yanga waliogopa kwa sababu waliona kundi lao gumu, waliamini na waambia wao. Thank you bwana. Sawa. Kwa hiyo mnyama ni nafasi ya 4, nafasi ya 3 unaona kwenye kundi lake akipambana anaweza kwa timu ambazo walizobaki nazo. Akaombe sare kwa Petro. Yes. Petro anatafuta nafasi. Naelewa aombe sare ili asimchanga, yani amheshimu Petro. Sare. Alafu aje nyumbani amng'ang'anie yule Stade de Malien. Yeah. Alama 5 unakuwa 3. Vizuri tu. Inawezekana Simba kumfunga Marien kwa Mkapa kwa fomu ya Marien na fomu ya Simba kwa sasa hivi. Football. Penda mpira kwanza. Yaani ukishaupenda mpira linawezekana. Linawezekana. Shida sasa watu wataenda hawaupendi mpira. Kweli. Watataka Marien afungwe. Penda kwanza mpira, afu ndo utamfunga Marien. Bwana sawa. Bwana Justin Kesa alikuwa anazungumzia kuhusiana na CAF Champions League ambayo tumeona wakilishi wetu Simba pamoja na Young Africans ambao wako ugenini yote wana kichafua huko. Tutakuja kujua hapa baadaye nini ambacho kimejiri. Sasa tumalizie na nataka nipate maoni ya Justin hapa kabla tujamaliza kuhusiana na ligi kuu ya Tanzania bara msimu huu. Watu wanaionaje, wanaitazamaje na upi mtazamo wake, maoni yake kwa ujumla? Ligi imeimprove, Simba hajapata ubingwa kwenye misimu 4 mfululizo. Huu ni msimu wa 5. Je, ataenda kupoteza na huu? Yapi maoni yake? Justin Kesa, karibu. Tumeuanza msimu huu wakati tunauanza msimu huu wa 25-26 kulikuwa na makocha wakubwa 5. 5 pekee. Wakubwa nimesema. Sawa. Wenye ngazi ya alau za kimataifa kubwa. Ibenge alikuwa namba 1. Yaani hakuna anayemfikia katika makocha wote. Wote wa ligi kuu. Wote mpaka baadaye. Ana kombe la shirikisho huyo mtu. Kwa umheshimu. Sawa Kulikuwa na Gamondi ambaye yeye ni kocha wa pekee ambaye alikuwa na taji la ligi Tanzania bara kwenye ligi yetu. So far hakuna mwenye taji zaidi yake. Hapo sawa Sawa. Okay. Kulikuwa na Masio Maximo alikuwa KMC. Kocha ambaye anaheshimika sana Tanzania. Of course. National team material. Brazil, profile kubwa kwetu hapa. Fundisha Yanga pia. Hivi Ibenge ana chani? Ibenge national team hapana. Yeye ana club, ana ligi tu za club. Kipindi upo Kongo kwa kuchukua. Sina uhakika, sitaki uongo. Sawa. Kulikuwa na Fadlu Davids ambaye alikuwa na finali ya kombe la shirikisho. Lazima umpe heshima yake. Yeah, of course. Tuko sahihi? Tuko sahihi. Lakini tulikuwa na Falls ambaye ni promising. Profile yake ilikuwa inakuja. Tayari alishaanza na ngao ya jamii, kambonda mpinzani, si ndio Ndio. Kwa tayari tulikuwa tunamuona wapi anaelekea. Na nikasema kwa profile hizo za makocha hao, tutakuwa na msimu mzuri sana kwa sababu hizo timu zote, Singida of course, nyota wake leo hii wapo wanatumika huku kwingine kina Chama hao. Chama ndo mchezaji wa pekee katika ardhi hii aliocheza Tanzania hii. Hakuna mchezaji anayefikia rekodi yake ya klabu bingwa. Hakuna, hata Samata afiki. Takwimu zake. Top 5 ya wafungaji bora wa muda wote klabu bingwa Afrika. Samata afiki. Samata sikuwa mchezaji bora wa Afrika akiwa Mazembe wa ndani. Hana idadi ya magoli ya Chama klabu bingwa. Nadhani umeona hizo profiles, ndio? Kweli. Lakini walikuwa na Aucho au Singida. Halidi? Aucho. So alikuwa hajatoka bado. Si ndio? Ndio. Achana kina maarufu Shake na wengineo. Damaru hapa alikuwa hata nafasi ya pati pale Singida. Yeah. Yes. Kwanza nimeona hiyo profile.
Haya, nenda pale Azam kina Faisal. Faisal klabu gani hapa acheze kikosi cha kwanza? Hayupo. Hakuna hiyo klabu mweza kamkata Faisal. Pasco Msindo kamuondoa Sidibe. Check Sidibe kaondolewa Azam kwa sababu ya Pasco Msindo. Nadhani unaona hiyo profile ya timu hiyo. Kwao niliona hiyo ligi inaenda wapi, na vile Simba vumbaiza mwaka jana kasema Fado anakuja na kitu bala na anafanya ameruhusiwa kupewa hela kufanya sajili. Basi ataziba mashimo na kila kitu kitakuwa kimeenda sawa. Moja kati ya vitu ambavyo vilinipa moyo sajili yao ya Januari ambayo ili deliver, ambayo ni sajili ya Elia Mpanzu Kibisawala. Kaja Januari tu 2025. Kacheza nusu msimu tu Simba, lakini tayari alikuwa anakuambia mimi mwakani mtanitambua. Unakiona yani. Kwa niliona Simba inaelekea wapi. Niliona sasa wale ambao walikuwa wababe watawala wa miaka 4 na wao wamefanya sajili zao, nikasema So ilianza kwa vibaya kwa upande wa Yanga, ilianza vibaya kwa upande wa Azam pia. Kama unakumbuka ligi ilivyoanza, Simba wa moto hivi. Simba hata ilipopotelea Yanga waka bounce back. Okay, nikasema okay, kumbe kuna form na class. Nilitoka kwenye reli yangu. Yanga ameanza msimu huu mzizi ana. Kipa wao Swaswa, majeraha, Djigui Diarra. Mudathiri haya majeraha, Max Nzengeli majeraha. Tulisahau haya. Kwa force ya kuwa nao hawa, kama nakumbuka kulikuwa na ratiba ngumu ya kafu ina mwingiliano. Wachezaji mara amewapata 4 5 hawapo hivi nini. Mashabiki kelele huko na kule. Kumbe force tulimsahau kwamba hakuwa na ile cream yote. Ndio maana Aziz Ndambwile alianza. Mudathiri alikuwa aanzi. Alikuwa anaanza Kouma, Mudathiri sometimes hivyo. So ilianza hivyo. So kwa reaction ya haraka ambayo imetokea ya Yanga na form ambao wanaendelea nayo na jinsi ambavyo wachezaji wao mmoja mmoja ameimprove kurejesha viwango vyao, mimi top 3 yangu ni hiyo ya wazi kwamba Yanga atatoa tena ubingwa. Singida anaweza kawa 4. Nafasi ya 3 na ya pili itagombaniwa na Simba na Azam. Yanga atakuwa bingwa. Singida anaweza kuwa 4. Anaweza kuwa 4. Nafasi ya pili na ya 3 itategemeana na Azam na Simba watagombania wao. Naishia hapo. Sasa naheshimu maoni yako. Je, kitu unamwona? Hapana, hawezi kuwa na muendelezo huo. Kuna class na kuna form. Narudia tena, mimi naheshimu. Sasa Ibengo unamuondoaje wewe baba? Sawa, bwana. Yes, nilikuwa na wakati mzuri sana na Justin Kesi, mchambuzi makini sana. IQ ya football imelala hapa. Nakwambia yeye anaupenda mpira. Naitwa Nalinga Mfaume. Kumbuka muda wote huo tulikuwa live YouTube, lakini pia bila kusahau Salamba Radio tulikuwa tunapiga story na Justin Kesi. Kubwa kabisa tumeweza kuangazia mambo mengi ya kimsingi. Hali halisi ya Simba, lakini pia bila kusahau klabu bingwa barani Afrika ambapo leo timu zetu ambazo zipo zinaweza kwenda kushiriki hatua ya makundi. Naitwa Nalinga Mfaume. Hii ni Salamba TV. Tukutane wakati mwingine. Nini?